Ama maisha haya duniani leo ni maisha ya udanganyifu, na ukitaka kujua kwamba ni maisha ya udanganyifu, waangalie wale ambao jana walikuwa katika starehe, jana walikuwa katika wakineemeka na neema za Allah azza wa jalla mbalimbali, walikuwa wakijibadilisha, wakigeuka katika neema za Allah jalla jalalu. Leo wako wapi? Jawabu ni kwamba wamekwisha kutangulia katika maisha ya barzakh, na akhera wanasubiriwa. Siku hiyo ikifika, ufufuliwe wende wakahesabiwe. Kwa hivyo kama walivyoondoka wale kabla yetu waliokuwa na vyeo, kama walivyoondoka na kupotea wale kabla yetu waliokuwa na nguvu, wale kabla yetu waliokuwa na mali, wale kabla yetu waliokuwa na madaraka, wale waliokuwa kabla yetu na kibri, waliondoka wote. Leo hii wamemezwa katika tumbo la dunia, wakiwa hapo wamekaa katika marhala inayoitwa ya barzakhi, marhala ya kusubiri siku ya kiyama kufika, ufufuliwe. Na sisi vile vile tutaelekea kule walikoelekea wao. Maisha haya ya dunia sio maisha ya kudumu kwa mtu yoyote kati yetu. Wacha kudumu kwa umri, wacha kudumu kwa maisha, hata kudumu kwa neema pia yenyewe haiwezi kudumu. Leo wangapi ambao jana walikuwa ni viongozi wapo hai bado, lakini sasa hivi uongozi ule haupo tena. Jana wengine wetu walikuwa wana mali na walikuwa wanajulikana kwamba ni matajiri wakubwa. Leo hii neema ile ya Allah azza wa jalla amekwisha kuichukua, bado wakiwa hai. Hizi ni kazi anazifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Hizi yote ni kazi Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya. Kazi ya kutoa uongozi ni kazi ya Allah azza wa jalla. Kazi ya kuchukua uongozi kutoka kwa mtu ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi kwa Allah jalla jalalu ili kutaka uongofu kutoka kwake.